Ndugu zangu, lazima tuwe wa kweli. Hili ni eneo hatarishi mpaka dakika hii. Kwa hiyo kwanza kabisa niwaombe watu watakaopita mwisho watakuwa wenye malori makubwa. Lori kama lile unaliona lile lina tani karibu 20. Tukifanya masiara lenyewe litakuja kumaliza kabisa hichi tunachofanya hapa. Kwa hiyo wale watatusubiria kidogo, lakini hawa mabwana watafanya majaribio hapa. Kwanza wanajaribu kufukia eneo hili hapa na eneo la upande wa pili ili kurudisha uimara kidogo, magari ya abiria yaweze kupita. Lakini kwa kipindi hichi nawaomba sana ndugu zangu sana, tuwe wavumilivu. Sisi tuliokwenda kule chini kwenda kuangalia ngoma iliyoko kule chini, hii kazi ni kubwa, sio kazi ya masiara. Na kazi yenyewe inafanywa tukiomba Mungu jambo moja, kwamba maji mengine yasije, kwa sababu ikija hiyo maji mengine yatasomba hata hiki tunachofanya. Pale chini tumekwenda pale kule kwa upande wa pili, kuna mawe watu watatu wameyanyanyua. Wanaume watatu mnakaa mnajaribu kunyanyua hilo jiwe, hamtoki, hamnyanyui. Lakini limechukuliwa na maji kutoka huko, jiwe hilo limeletwa kutoka huko chini, limekuja limepiga huko. Kwa hiyo hayo maji yanakuja na nguvu sana. Na ndugu zanguni, tukumbushane jambo moja. Hayo maji sio lazima yawe yamenyesha Morogoro. Maji haya hayaji kutoka Morogoro. Yanatoka milimani mbali huko Singida, Manyara, wapi. Tunakusanya maji yote tunayaleta Morogoro. Sasa mimi nimekuja kuangalia, hii ndio hali ya kwanza ya dharura. Kesho nitakwenda Dodoma. Nimeomba kuongea na waziri mkuu na waziri wa ujenzi. Nimeshaongea na katibu mkuu wa ujenzi, wanajua kwamba tunapambana na hii hali hapa ili nyinyi mvuke mrudi majumbani kwenu. Meneja ananihakikishia kwamba ikifika saa 11 anaweza akawa amepata ufumbuzi wa kupitisha magari madogo. Narudia, magari madogo. Tusije tukatengenezeana ugomvi hapa watu wakataka kupitisha mabasi. Unaona pale palivyo pana shimo kubwa sana 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 pale. Kwa hiyo kwanza wanachofanya wanajaza mawe, alafu utakuja udongo, alafu patakandamizwa. Lakini si sawa na kwamba watu wametulia wamefanya kazi. Pale ingekuwa siku za kawaida mtu angekaa wiki 2 anarekebisha pale. Lakini leo tunataka pafanyike pale na pakamilike jioni. Kwa hiyo mafundi hawa na wakandarasi wako upande wa pili kule, nimeongea nao. Watakaposema kwamba sasa tunaamini kwamba tunaweza tukavuka salama, na kwangu mimi kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa mkoa, kuvuka salama ni kuvuka salama kwa nyinyi binadamu. Sijui kama mmenielewa. Yaani kwamba tuvuke salama, mtu anayekwenda kule avuke salama afike nyumbani kwake, na anayetoka kule avuke salama anakwenda zake huku. Hicho ndio kigezo cha usalama. Wakiniambia kwamba wanahofia kwamba hapa tunaweza tukahatarisha maisha ya Watanzania wenzangu, hatuvuki. Naweka tahadhari pia kwa daraja la Dumila. Kwamba pia tufanye kila linalowezekana, tuchukue tahadhari pale Dumila. Haya madaraja yote ambayo yakichukuliwa kwa nature, kwa namna Morogoro ilivyo, unakata kabisa mawasiliano ya binadamu, ya magari, hamna tena. Mara moja tunatengeneza visiwa kwa mafuriko haya. Lazima tuanze kuchukua tahadhari na mapema. Lakini niwashukuru kwanza sasa hivi kwamba mmeshafanya tathmini. Nachotaka ni kwamba Patrick, wewe na timu yako msiende kwa uchache mnaotaka kwenda nao kwa sababu ya uwezo wa TANROADS mkoa. Hapana, hili ni tatizo kubwa, watu wanaathirika sana. Kwa hiyo kama utahitaji mashine za ziada, utahitaji malori ya ziada, chochote kinachohitajika, ndio maana tumekuja kuona ili sasa jambo hili nalibeba mimi, sio lako tena. Kwa hiyo kama hili korongo linatakiwa kujazwa ndani ya siku 6, basi ndani ya siku 3 usiku na mchana uje umeme
yaje majenereta, yaje magari, yaje nini, vifusi visombwe kutoka popote duniani, ipigwe siku 3 watu wamalize badala ya siku 6. Na kule kama nilivyosema, kama tulijiwekea kwamba kazi itaisha kesho, hapana, tumekubaliana mpaka saa 12 magari madogo madogo yaanze kupita. Katika hali hii ya Morogoro tuanze kuwa na tabia ya tahadhari kwenye miundombinu yetu hii. Hata pale unapoona daraja, lakini nendeni wataalamu mkaangalie tuko sawa, tuko sawa. Sio tunaenda leo tunapita, asubuhi tunaamka barabara yote imekatika. Lakini naamini tumejifunza, tunaendelea kujifunza. Mvua za Morogoro ndio hizi. Kimsingi jambo kubwa ni mikakati mikubwa ya serikali ya kuleta utaratibu wa kupambana na haya mafuriko kwa kuweka mabwawa huko juu milimani ambayo yatakuwa na kazi ya kuleta maji kwa spidi ndogo zaidi, lakini kwa utaratibu ambao unadhibitiwa, sivyo hivi ambavyo yanakuja na uharibifu mkubwa. Mvua zilizonyesha juzi usiku kuamkia jana, ilipata changamoto ya daraja letu, barabara zinazoingia kwenye daraja hilo kukatika na kusababisha mawasiliano ya kutoka Mikumi kwenda Kilosa kukatika kabisa. Lakini pia kulikuwa na changamoto nyingine ambayo ilikuwa Miombo, ambapo maji yalikuwa yamejaa sana, kwa hiyo hakuna shughuli yoyote ilikuwa inaweza kufanyika hata kutoka Mikumi kuja hapa tulipo. Hivi sasa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mkandarasi anafanya jitihada za kupata mitambo pamoja na matipa ili aanze kujaza eneo hili. Tunakadiria ndani ya siku 4 Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa tutakuwa tumefungua hapa ili wananchi waendelee kupita. Lakini kwa sasa kwa mpango tulionao, tunataka kujenga kivuko cha waenda kwa miguu ambao kitawezesha wale wanaotumia usafiri wa pikipiki na waenda kwa miguu kuweza kuvuka. Lakini kwa wale wanaotumia magari, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wataendelea kusubiri mpaka pale tutakapokuwa tumemaliza kurudishia hapa palipoharibika. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Bwana Mohamed Mkwambe ni mkazi wa kijiji hiki, kijiji cha Mwenda, kata ya Mwenda. Kuhusu haya mafuriko, asilimia kubwa wananchi tumeathirika kiasi kikubwa sana, kwa sababu kuna huduma tupati kwa wakati. Kama mnavyoona, ili daraja ndio linaunganisha kati ya vijiji 4, pia inaunganisha kati ya Kilosa na Mikumi. Kwa hiyo kuna baadhi ya magari hayapiti, kama mnavyoona magari yanakuja naishia hapa, wanafaulisha. Kwa hiyo hadhara tumepata kubwa sana. Ombi letu kwa serikali, waliangalia ile daraja kwa jicho la 3, ikiwezekana TANROADS walishughulikie kwa wakati ili huduma ziendelee kama kawaida.